Ni nini kimejificha nyuma ya kifo cha Saif al-Islam Gaddafi, mwana wa kiongozi wa zamani aliyeuawa Libya? Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kila aina ya tukio la kimataifa utaendelea kulipata hapa. Mimi naitwa Waridi Almas. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ilithibitisha kwamba maafisa wa polisi wanalilinda eneo la tukio kwa ajili ya kuanza taratibu rasmi muda mfupi baada ya mwili wake kupatikana. Mamlaka bado hazijafichua makabiliano ya risasi yalitokea wapi au ni nani aliyehusika. Hata hivyo, walisisitiza kwamba tukio hili linachukuliwa kuwa uhalifu wa jinai na kwamba taratibu zote zinafuatwa ili wahusika wachukuliwe hatua za kisheria. Kifo chake kimetokea wakati ambapo Libya bado inakabiliwa na misukosuko inayotokana na makundi yenye silaha, mamlaka zinazopingana kisiasa na hata utawala dhaifu wa serikali kuu unaendelea kuchochea ghasia. Ofisi ya mwanasheria mkuu, licha ya kuthibitisha hayo, wanadai kwamba utaratibu utafuatwa rasmi mara tu baada ya mwili kupatikana. Maafisa wanasema uchunguzi umekamilika na sasa kinachoangaliwa ni juhudi za kujaribu kutafiti upya matukio yaliyopelekea kifo chake. Mamlaka bado haijafichua mahali ambapo risasi ilipigwa au ni nani anahusika. Hata hivyo, walisisitiza kwamba tukio hili linachukuliwa kwamba ni tukio la jinai na kwamba kila hatua itazingatiwa na hata kuwafikia wale wote waliohusika na kuwahukumu pia. Ghasia inaendelea wakati ambapo Libya inaendelea kuwa katika hali ya kutokuwa na utulivu. Makundi ya silaha, mamlaka za kisiasa zinakabiliana na udhaifu wa utawala wakati vinaendelea kuchochea hali ya sintofahamu. Saif al-Islam Gaddafi alizaliwa mwaka 1972. Alionekana na baadhi ya watu kama mtu mwenye nguvu na hata ushawishi mkubwa zaidi nchini Libya baada ya baba yake. Kwa miaka mingi alitwishwa jukumu la utawala wa Gaddafi wa kufikia nchi za Magharibi, akijiweka kama mtu mwenye nia ya mageuzi huku akiwa bado na mamlaka makubwa zaidi. Katika miaka ya mapema mwaka 2000, Saif al-Islam alikuwa kiungo muhimu sana katika kuhalalisha uhusiano wa Libya na mataifa ya Magharibi. Hii yote ni katika kusaidia kufikiwa kwa mikataba ambayo ilisababisha kuondolewa kwa vikwazo na hata kurejea kwa Libya katika jumuiya ya kimataifa. Mara nyingi alijionyesha kama mtu wa kisasa, akikuza mageuzi ya kiuchumi na uwazi mdogo wa kisiasa. Licha ya taswira hii, wa Libya wengi walimuona kama mtekelezaji mkuu wa mamlaka ya serikali, hasa wakati wa maasi ya mwaka 2011 ambayo yalimaliza utawala wa miaka 42 ya baba yake. Saif al-Islam aliyesomea nchini Uingereza, alihudumu kama mwanadiplomasia asiye rasmi wa Tripoli. Alishiriki katika mazungumzo yaliyopelekea Libya kuachana na mipango yake ya silaha za maangamizi makubwa mwanzoni mwa miaka 2000. Lakini sifa yake iliharibiwa wakati wa maasi ya mwaka 2011 alipoapa kwamba Libya itageuka mito ya damu ikiwa maandamano dhidi ya utawala wa baba yake yataendelea. Waasi wanaoungwa mkono na NATO walipokaribia kuangusha utawala wa baba yake, Saif alikuwa mmoja wa watetezi wa nguvu zaidi wa serikali. Baada ya kuporomoka kwa serikali, alikamatwa na wanamgambo wakati alipokuwa akijaribu kutoroka nchini. Kulingana na ripoti, alizuiliwa kwa miaka 6 huko Zintan na mwaka 2015 hatimaye alihukumiwa kifo na mahakama ya Tripoli, uamuzi ambao baadaye ulibatilishwa chini ya msamaha. Maandamano yalizuka nchini Libya mwaka 2011. Saif al-Islam aliibuka kuwa mmoja wa watetezi wakuu wa serikali hiyo. Alitoa hotuba kali kuwaonya waandamanaji kuhusu machafuko ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, kauli ambazo baadaye ziligeuka kuwa mauaji ya kikatili ya utawala dhidi ya wapinzani. Baada ya Muammar Gaddafi kuuawa mwaka 2011 katika mji wa Sirte alikozaliwa, Saif al-Islam alitoweka machoni pa watu muda mrefu. Ushawishi wake ulididimia huku Libya ikisambaratika kabisa na kuwa serikali pinzani na wanamgambo. Mnamo mwaka 2015, vita hivi vya kisheria vilimweka Saif al-Islam katika uangalizi wa kimataifa zaidi. Licha ya kuishi maisha ya kutoonekana ndani ya Libya,
alishtakiwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu. Juhudi za mawakili wake kufuta kesi hiyo hazikufua dafu na hivyo kuacha mashtaka hayo bila kutatuliwa kwa miaka mingi sana. Mnamo mwaka 2021 Saif al-Islam alijaribu kurejea kwenye siasa akijiandikisha kama mgombea wa urais kwa uchaguzi uliopangwa wa Libya. Kura iliporomoka kwa sababu ya mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na ombi lake lilishindwa kurejesha ushawishi wake wa zamani. Wakati baadhi ya wafuasi wakiendelea kumuona kama mtu anayeweza kuunganisha wa Libya, wengi walipinga kurejea kwake. Walitaja nafasi yake katika utawala wa zamani na tuhuma ambazo hazijatatuliwa dhidi yake. Mauaji ya Saif al-Islam Gaddafi yaondoa moja ya alama za mwisho za enzi ya utawala wa Gaddafi. Wachambuzi wanasema kifo chake hakiwezi kutatua mgawanyiko wa kisiasa nchini Libya, lakini kinaweza kufunga ukurasa ambao umedumu tangu mwaka 2011. Huku wachunguzi wakiwa mbioni kubaini waliohusika na kifo chake, tukio hili linaangazia mapambano yanayoendelea nchini Libya dhidi ya uasi, malalamiko hajatatuliwa na hata urithi wa siku zake za nyuma zenye misukosuko.